من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Katika darsa ya yana tulisimama katika kuziwanga au kuzihisabu zile amali au yale mambo ambayo yasaidia kupunguza ushingo na utungu wa sakaratul maut au kuengeza yakiweko kinyume chake. Tukazungumzia mambo mawili jana muhimu ya kimsingi. Kwanza, silatur rahim, masala ya kuunga uzao, na nikaisherehe kwa urefu jana, sitoirudia. Sampuli za kuunga uzao kutoka kutembeleana, kujuliana hali, kunyosheana mikono na mfano hayo. Pili, katika mambo ambayo humsahilishia mtu katika kufa kwake ule utungu wa mauti ni masala ya kuwatii wazazi wawili. Toba na kinyume chake ndiyo yanaoeta kinyume cha natija. Pia nikaieleza na nikasema masala ya kuwatii wazazi ni mada ndefu, na mara nyingine pia huwa yataka yawe na maudhui yake mbali katika kueleza masala kama haya, kwa sababu kuna mambo mingi yaingiliana ndani, na masala ya radhi ya mzee, na radhi ile ina mipaka gani na aweza kuitumia kwa kadiri gani, na uhuru wako uko mpaka wapi. Lakini hapa hatuko kwenye kuzungumza masala haya, twaeleza umuhimu wa kuwatii wazazi na kusaidia taa hii katika masala ya sakaratul maut. Tatu, katika mambo kwa mujibu wa riwaya yanaosaidia katika sakaratul maut ni kumlisha au kumvisha mwenzako, kama alivyoizungumza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyopokewa, anena: man at'ama akhahu halawatan adhhaba Allahu anhu mararatal maut. Ule atakaye kumlisha nduye, na nduye hii inaozungumzwa hapa si ndugu wa nasaba, ndugu ile wa iman, almu'minuna ikhwa. Kwa hivyo ndugu anayezungumzwa hapa ni Muislamu mwenzako. Man at'ama akhahu halawatan adhhaba Allahu anhu mararatal maut. Atakaye kumlisha nduye halawa. Halawa hapa yani Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumaanisha lazima iwe itakuwa ni halawa, yani lazima tukazenge halua au tukazenge nini tende ama nini, yani hata kitu kidogo
kama vile alivyomwambia jilindeni na moto walau bishiqi tamra, hata kama ni kwa ubaye watende. Le maskini, na mambo nizungumza, maskini walipokwenda wakamwambia sisi hatuna cha kutoa, alipokuwa awanga fadhila za kutoa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia la, kila mtu ana uwezo wa kutoa, kila mtu, hata kama ni kipande cha nini, cha tende. Umjilinde na moto, kwa sababu sadaka yailinda au yatulinda sisi na moto. Katika mambo mengine ni kumvisha Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyopokewa mjukuu wake al-Imam Sadiq alayhi salam asema, man kasa akhahu kiswata shitain au saif, atakaye kumvisha ndugu yake sawa sawa, ikiwa ni nguo za kusi au ni nguo za kaskazi. Taban hukuma kwetu hali ya mazingira na hali ya hewa shuka namna hiyo, hata hiyo ukisikia jamaa kuna baridi, huwa ni hiyo hamumu ya kuvaa koti, pengine ulikuwa ulipati. Hata hiyo baridi ya kutufanya sisi tuvae nguo za baridi hakuna, lakini kuna baadhi ya nguo unazozivaa katika siku za baridi sizo nguo unazozivaa katika siku za joto. Ndio maana kaambiwa sawa sawa, ikiwa ulimpa nguo ya siku za baridi au nguo ya siku za joto, ulimvisha nduyo, kana haqqan ala Allah, Mwenyezi Mungu hujilazimisha ye mwenyewe, yani huwa ishapaswa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo yafuatayo akufanyie. Kwanza, an yaksuahu min thiyabil janna, malipo yake ya kwanza ni utavishwa nguo za pepo zile tunazoziomba katika dua za Ramadhani, wa min thiyabi sundusi wal istabraqi wal hariri fa albisna, mwambia Mwenyezi Mungu tuvishe na sisi zile nguo za hariri, nguo za mapambo za kila sampuli. Ndia ya kuzipata nguo hizi moya ni kumvisha mwendani wako ambaye hana nguo. Pili, Mwenyezi Mungu asema mwenye kumvisha nduye atapata wa an yuhawina alayhi sakaratil maut, atamsahilishia, na hapa ndipo nipatakapo mimi, atamsahilishia ule ushingo wa wakati wa kufa na zile dharubu za kuotolewa ruhu katika kiwiliwili. Tatu, na hii itakuya mbee katika mambo nataka muihifadhi, amali hii pia itatufaa mbee, wa an yuwassia alayhi fi qabrihi, takapokuingia kwenye masala ya adhabu za kaburi. Haitoshi hapo kwamba itakukhafifishia sakaratul maut, la, yaendelea. Mwenyezi Mungu asema yachangia katika kumkundulia ule maiti kaburi yake. Kwa nini kumkundulia? Kwa sababu katika adhabu za kaburi zinazozungumzwa ni dhammatul qabr, ule mfinyo wa ile kaburi itakavyokumfinya ule maiti. Sasa pale tunapokwenda kumsomea maiti au tunapomwombea dua, kuna dua tunamwambia Allahumma wassi' lahu fi qabri, Mola mkundulie kaburi yake, yani mwepushie ile adhabu ya kubanwa na kufinywa na kaburi. Wa an yuwassia alayhi fi qabri. Bado ngala jamani, nimezungumza juzi stage 3 ngumu anazozipita mwanadamu: alwilada walmaut walba'th. Kuzaliwa ni kufa, ndio maana mpaka apitapo pale, mpaka akatoka, mpaka akafaulu. Siku ya kufa na siku ya kufufuliwa, kama alivyotaka salama Nabii Allah Isa, akanena wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Alitaua stage hizi 3 akitaka salama: siku ya niliozaliwa, siku nitakaokufa, siku nitakaokufufuliwa. Sasa iangalie hili tendo la kumvisha Muislamu mwendani wako linavyokufuata katika stage hizi, kukusaidia stage hizi ngumu.
kwamba an yuhawina alayhi sakaratil maut, takusahilishia sakaratil maut. Yaendelea yasema an yuwassia alayhi fi qabri, tamkundulia katika kaburi. Yaendelea wa an yalqa almalaika idha kharaja min qabri, yani yaumul ba'th, ile wa yauma ub'ath, siku ya kufufuliwa. Siku ile kila mmoja ametoka kwenye kaburi, ana maswali 100 katika kichwa chake, ye mwenyewe hajapata jibu, na kila utakaye kumuuliza akwambia mimi yangu pia sijapata majibu. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mmoja akwambia sitaki tafashi za mtu, kila mmoja aangalie mambo yake. Hujui mambo yaenda vipi, twenda wapi, natija nini. Mtume akwambia malaika ndio watakao kukulaki ukitoka kaburini kwa tendo hili, takumsaidia ndugu yako. Wa an yalqa almalaikata idha kharaja min qabrihi bilbushra, wakupa bishara, wakwambia wewe bwana mambo yako mazuri. Hakuna habari mzuri wakati ule kama hii, hakuna habari mzuri kama hii. Yani watoke kaburini, malaika wakulaki wakwambia usipanic, usibabaike, usiwe na dhiki zozote, wewe ni katika watu wema, wewe mambo yako mazuri. Laiti waweza kumtuza malaika ule, sijui utamtuza nini anaokuetea habari hii. Hii ni kumvisha, kumlisha. Zitu kama hizi zatusaidia katika sakaratul maut. Katika zitu zinazosaidia katika sakaratul maut, yana nimewaambia ni suratu Yasin. Kwa mwenye kuishikilia kuisoma itamsaidia wakati wa sakaratul maut, na walioko katika kuhudhuria hali ya mwenzao kufa uko katika ihtidhar, ni uzuri sana wakisha kuona alama za kuwa huyu bwana aaga dunia, wamsomee suratu Yasin kuliko kubabaikwa na kupigwa mango na nini. Zilio zile pengine hazimsaidii, zazidi kumwengezea matatizo. Tasawari sasa yao mathala mtu una gego muhairi, humtoma kweli, ama una chanda kimesabibu, hutoma kweli, kisha mkusanyie watu, vijana, watu wazima nini, wao pale chumbani wawe hulia wote kwa sauti, na chanda hutoma na gego muhairi. Waitasawari namna gani hali ile? Zilio zile zitampunguzia utungu ule, zitamwongezea. Sasa ule mtu aliyoko katika hali ya sakaratil maut, mara nyingi hususa akhawati wanawake, yafaa kidogo wajikaze, kwa sababu zilio zile zingi na mayoe na nini hayamsaidii, bali yazidi kumuonesha kwamba safari hii ni nini, ni mzito. Lakini somee suratu Yasin kama ilivyokuja katika hadithi. Suratu Yasin ikisoma kwa mtu aliyoko katika hali ya ihtidhar humsaidia
kumkhafifishia ushingo wa mauti. Pia suratu Safati, kama nilivyowaambia jana, lakini riwaya na hadithi zilizokuja kwa sura ya Yasini ni nyingi na zina nguvu zaidi kuliko zilizoelezea nini Safati. Katika mambo yanayochangia kukhafifisha sakaratil maut ni mtu kushikilia dua, au katika lugha ya kihadithi yaitwa kalimatul faraj. Kalimatul faraj, ila ukipata wakati ukariri kila siku hichi, akina mara, lakini uwe ulimi wako saa zote utaweza kukariri. Ukipata nafasi katika kumwomba Mwenyezi Mungu, kushika tasbihi, tushikilie sana kalimatul faraj, kwa sababu husaidia sakaratil maut. Kalimatul faraj ni ipi? Hii imepokewa, iko katika Mafatihul Jinan. Kwa urefu yazungumza la ilaha illa Allahul Halimul Karim, la ilaha illa Allahul Aliyul Azim, subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil ardhina as-sab'i wama fihinna wama bainahunna wama tahtahun wa rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Hii ndio inaitwa kalimatul faraj. Katika riwayati zatuambia mwenye kushikilia kuweta kalimatul faraj ni katika zitu ambazo huchangia kumsaidia katika sakaratul maut. Katika riwaya ni mambo mingi ndugu zangu, nawapa tu mfano, lakini kiwasomea baadhi ya riwaya. Saumu ya Rajab, saumu ya mwezi wa Rajab, saumu ya sunna, hususa katika tarehe fulani, mfano siku ya mwisho ya Rajab, siku ya 9 wa 20. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anavyopokewa anena, man sama yawman min akhiri hadha ash-shahr, yani Rajab, atakaye kufunga siku moja ya mwisho wa mwezi wa Rajabu, kana dhalika amanan lahu min shiddati sakaratil maut, hiyo itakuwa ni amani kwake na ule ushingo wa sakaratil maut, wa amanan lahu min haulil muttala wa adhabil qabr, na atapata amani na zituko za kufufuliwa na adhabu ya kaburi. Hii siku ya mwisho ya mwezi wa nini wa Rajab. Pia kuna baadhi ya riwaya yasema tarehe 24 ya mwezi wa Rajab, kama inavyozungumza wa man sama min Rajaba 24 yawma, au akafunga siku 24 kwa pamoja kwa mfululizo. Fa idha nazala bihi malakul maut, siku atakapokumteremkia Israeli malaika wa mauti, taraa lahu, hatakuilia. Jana niliwaambia, hujui malaika wa kutoa ruhu atakuya kwa sura gani. Kuna watu huwaendea kwa zitisho na zibabaiko, kuna na wengine huwaendea kwa bishara na kwa sura mzuri za kuvutia na kumfurahisha ule mwenye kufa. Sasa mwenye kufunga siku 24 za Rajab, akiteremka malaika wa mauti, riwaya yatuambia taraa lahu fi surati shabin, huja katika sura za barobaro, ambaye alaihi hullatun, amejivalia vizuri, min dibajin akhdhar, hariri ya kijani, ala farasin min afrasil jinan, upende farasi wa pepo, wa biyadihi harirun akhdhar mumassakun bil miskil adhfar, utukuzie kitambara rangi ya kijani kimezopakwa miski kinachonuka harufu mzuri. Kama makumbuka jana Mtume aliulizwa siflan al-maut, akanena kwa Muislamu ni kama kunuka harufu mzuri, akasindia kupitia harufu mzuri ile, na kwa kafiri ni kama kuumwa na nani, na nyoka na mgezi tumbo. Yangalia hizi harufu mzuri zinavyokuja kumkabili ule muumini anapokufa, anapofanya mambo haya. Hadithi ndefu, utukuzie glasi ina maji kutoka peponi, atamnywesha maji yale, kisha amtoe ruhu yake bila ya uzito wa ushingo wa sakaratil maut. Hizi ni hadithi na mengi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mtumi wake na wengine maimamu wa Ahlul Bait ametuelezea. Suratu Zalzala, suratu Zalzala, yani idha zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka, mpaka mwisho. Mwenye kushikilia kuisoma hii, al-Imam Sadiq alayhi salam asema la tamillu min qiraati idha zulzilatil ardu zilzalaha, musichoke kuisoma idha zulzilatil ardu zilzalaha. Kwa nini? Fa innahu man kanat qiraatuhu biha, anawe kuishikilia kuisoma hasa katika swala zako za sunna. Kwa tunaposwali swala za sunna, ukaishikilia katika swala za sunna kuisoma idha zulzilatil ardh fi nawafilihi, basi lam yusibuhu Allahu azza wa jalla bizalzalatin abada, kwamba una dhamana Mwenyezi Mungu hatokuonesha zituko za zilzali, za mitetemeko ya ardhi. Walam yamut biha, wala hatokufa kupitia mitetemeko ya ardhi, wala bisaiqa wala biafa, wala kwa zisanga zozote, mifuriko nini, min afati dunia hata yamut, paka atakufa kifo cha kawaida. Wa idha mata, na siku atakaokufa, nazala alayhi malakun karimun min indi rabbi, atamteremkia malaika mtukufu kutoka kwa Mola wake. Fayaquda inda ra'sihi, malaika kia ataketi upande wa kitwani. Fayaqul, anene ya malakal maut, yeye amwambie maut, irfiq, au aambiwe malaika wa maut, irfiq biwaliyillah, mtukulie upoe wali wa Mwenyezi Mungu, yani mtoe ruhu yake kwa utaratibu. Fa innahu kana kathiran, la ile suratu zilzali itakuya, ile suratu zalzala yenyewe itakuya, imwambie malaika irfiq, huyo ni wali wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu alikuwa hawati kunisoma mimi. Ile ni suratu zalzala, na nyingi katika amali. Lakini ndugu zangu, narudia na nimezungumza maneno kama haya, wakati tukizisoma sura kama hizi, manake watu wengine wana tasawuri mbovu, wenye kuziunga na wenye kuzipinga lugha hizi. Kwa wengine wakwambia basi mtu aketi afanye maasi kisha inasome suratu zilzali tu kila siku mara 10. La, masala hayako namna hiyo, masala hayako namna hiyo. Masala leo, mfano mtu afunge haswali, ashafaulu, lakini tuwaweza kusubutu kumwambia saumu yako haikusihi? Saumu yake imesihi. Hakuna mwanachuoni hata mmoja, hata wa madhehebu mamoja, alokuwa na ushujaa akanena mtu akifunga ikiwa haswali saumu yake nini, ni batil. Wala mtu akiswali akiwa hafungi saumu yake nini, ni batil. Hakuna, hazingiliani, kila kimoja kina hisabu yake. Bali kuna wanazuoni wamekwenda zaidi ya hapo, wengine hawakatai, nitaka kupiga mfano, lakini mtu aende kwa Imam Shafi, angalia Imam Shafi asema lau mtu huswali, mfano ya bahthi iko kwenye usulul fiqhi, ina utata kweli. Lau mtu huswali, uko ndani ya swala, bismillahirrahmanirrahim, mara kukapita mwanamke mzuri, akamwangalia ule mwanamke, na yeye uko ndani ya swala kwa ito la matamaniwa, swala yake ni batila au ni sahihi? Nasema la, kitendo cha kuangalia mwanamke hakihusiani na kitendo cha. Kwa hivyo yeye amefanya madhambi, anavyosema Imam Shafi, yeye amefanya madhambi kwa kumwangalia ule mwanamke, na atapata nini yake, na kwa kuswali uko katika thawabu na atapata thawabu zake, ingawa katika kufanyika matendo yale mawili yamekuya kusuhubiana kizama, yamesuhubiana kizama, lakini kusuhubiana kizama hayayafanyi ni tendo moja, sababu wote wakubaliana. Huwezi kulifanya tendo hilo hilo liwe ni maasi na hilo hilo liwe ni ibada, wote wakubaliana. La yuta'u Allahu min haythu yu'sa, Mungu hawezi kutiiwa katika kipindi yeye huasiwa. Yani lile tendo la kuasi ndio wewe wamtii, haiwezekani. Kama mtu amejepa senti kisha utoa sadaka, yani zile senti za kujepa huzitolea nini? Huzitolea sadaka.
kwa sababu kule kutoa sadaka ni kuendeleza wizi, si zako. Nani alikupa ruhusa kuzigawanya? Ile kuzitoa sadaka wanakwambia ni tasarrufun bimali alghairi bighairi, wa tasarraf na mali ya mwenzako bila idhini yake ni haram, ni ghasb, ni kuiba. Kwa hivyo kitendo kile cha kuiba huwezi kukifanya ni ibada, wamekubaliana wanazuoni. Lakini kuna wakati matendo ni mawili ya kutana, kama ule wanaopiga mfano anaojepa kwa mkono wa kushoto na huku hutoa nini? Toa sadaka. Toa zake sio zile alojepa. Yani kwa ufupi, kwa mkono hunu yuwafanya taa, kwa mkono hunu yuwafanya nini? Madhambi. Toba sio bahthi yangu hii, lakini kitu ninachotaka mimi, hizi zitu, mwenye kusoma sura kadhaa atapata thawabu kadhaa, mwenye kueta uradi kadhaa atapata kadhaa. Ni zitu zimethubutu na zatoka kwenye riwayat, lakini yawezekana wazitumia makosa, na kwa wenye kuzipinga pia huzipinga makosa. Haimaanishi mtu awe free aifanyie atakalo kisha tena mimi nitapiga suratu Zilzala tu. Ala masala kama mareleo yule jamaa nena atakai kuoa atakuwa akiswali raka mbili ngapi zake? Sijui mbili kwa 70, sijui kwa 20. Sasa na basi mimi wiki kupiga live. Nyinyi msoa, nyinyi swalini wiki, mimi baada ya wiki kupiga raka mbili tu. Sawa mpaka hapa tutakatiana zote na hamwezi kukava hiyo. Mtabaki na minus nyinyi. Kwangu iko plus. La, masala si namna hiyo. Masala zile ni fadhila Mwenyezi Mungu amekupa, amekunyoshia mkono, huwezi kunena nitaifanyia nitakalo. Ala kulli hal. Katika masala yanaosaidia katika sakaratil maut ni almuhafadha ala awqati as-salawati. Hapa ndipo mahala ambapo tuna maondo makubwa sisi, kuhifadhi nyakati za swala. Si kuswali ni lazima, la zaidi ni kuhifadhi nyakati za swala, kuzilinda nyakati. Na hapa nataka kuja kwenye masala ya rukhsa na fadhila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhia sala, na amezifaradhia sala kwa nyakati. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Na tukiweka mbali ikhtilafu zilioko za masala ya nyakati ni 3 au ni 5, hayo ni masala ya ikhtilafu. Maarufu kwa ahli sunna wal jamaa ni kwamba nyakati za swala ni ngapi? Ni 5. Imamia Mashia wanena la, nyakati za swala ni 3 kwa mujibu wa aya za Qur'ani. Hayo ni masala mengine yatakayafuatiliwe mahala pake, lakini anenao ni 3, anenao ni 5. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Swala ina wakati, na katika hizi nyakati za swala kwa wote wanenao 5, wanenao 3, wagawanya kila wakati wa swala wagawanywa mara 2. Kuna waktul fadhila, kuna na waktil ikhtiyar. Kuna wakati ule wa bora wa kuiswali swala ni fi awali waktiha, ni mwanzo wa wakati wake. Imeingia swala wakati wake, ni bora uiswali na ina thawabu zaidi kuliko kuiswali wakati ambao si wake. Ingawa Mwenyezi Mungu amekupa uamuzi na khiari kuswali katika kipindi kile wakati utakapo, kama kipindi kina masaa 2, kina masaa 3 kulingana. Mathalan sasa yao waweza kunena mpaka sasa wakati wa alasiri bado uko, lakini kuiswali alasiri sasa hivi si wakati fadhila, sio wakati bora.
unaopendekeza. Wakati bora ni ikiingia swala uiswali. Taban ikiingia swala uiswali si 100 mita. Hapa pia sisi ndio hupata matatizo sana. Tuende zipimo za kupokea hizi zitu. Kama leo mathalan nimezungumza maneno kama haya na katika Ramadhani nitayakumbusha tena. Najua pengine watu wengine hayatowafurahisha. Masala ni kweli katika sunna za saumu ni kufanya haraka kufungua madhini na kuchelewa kula daku. Kuchelewa kula daku. Kila ukiweza kuchelewa paka 8, ukiweza 9, ukiweza baada ya dakika 20 wakati ni aula kulingana na hadithi. Bali yani kwa na baadhi ya asatidha tukijadiliana, kuna riwaya tumeiona yasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akila daku kwa kabla ya muda kumalizika kwa kadri ya kusoma aya 50. Kabla ya muda kumalizika kwa kadri ya kusoma aya 50. Hala tukisie kwa kisomi, toba tusingie katika wale wasomao spidi, wala tusingie katika wale washonao. Sawa mpaka hapa? Kwa kugonga gonga. Tutukue mtu wa katikati wastani kuzisoma aya 50 ataka dakika ngapi? 15, 20, nusu saa, dakika 20 takriban. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa mujibu wa hii riwaya ikiwa imesihi alikuwa akila daku kabla ya mwisho wa wakati kwa dakika 20. Hii kutuonesha sunna. Na alikuwa akifanya haraka kufungua. Lakini kufanya haraka kufungua jamanini si sampuli zile tufanya sisi. Na mimi hapa sitaki kuzungumza kwa mtazamo wa kimadhahabi, la. Kwa sababu kuna baadhi ya mambo wasokuwa sisi wakitupita hututeka wasokuwa sisi. Ukawaona watu wamepiga ondo, wamezunguka, na kama ambao kwamba mimi nanena tuko katika ile laini ya 100 mita, twangojea ule mwenye kupiga ile bunduki au mwenye kupiga zibao on a mark, sijui get ready go, huwa pangine ule akipanda akifanya mkono ya ule madhini yu. La, masala si namna ile. Wala hiyo al-isra'u fil iftari haikusudiwi hivyo. Al-isra'u fil iftari kumeingia wakati kula, usiketi paka saa 3 za usiku huyala. Waila leo kila mtu anambie, kwa nini twapambanua wakati wa dhuhuri hungia saa ngapi? Tuzungumzeni kwa mila zetu. Wakati wa dhuhuri hungia saa ngapi? Si 6:30. 6:30 wakati wa Kiswahili. Saa 6 na dakika 5 waweza kuwa hungia baadhi ya siku, kwa sababu adhuhuri ni jua linapoketi katikati ya nini? Ya matumbo ya mbingu. Pale ni saa 6 kamili. Likipondoka kwenda huku, likianda kutukua hatua ya kwenda huku, adhuhuri shangia. Kwa hivyo yaweza kuingia adhuhuri saa 6 na dakika 5, yaweza kuingia adhuhuri saa 6 na dakika 10, na mara nyingi saa 6 na dakika 10 ya msikiti adhuhuri shangia. Lakini si uketi paka saa 6 na robo tukaadhini, kisha tukaongeza tena na dakika 15 hatuswali kwa sababu ya kuwa na shaka wakati umeingia au hauyaingia. Sasa na sisi tuna hadithi tumeambiwa bora ya kuiswali swala ni kufanya haraka kuiswali mwanzo. Mbona hatushindani tukaketi 100 mita msikitini ungoje wakati umeingia ukapigwa takbiratul ihram? Huketi paka saa 6:30 tukaongeza na nusu saa. Kwa hivyo ndugu zangu, almuhafadha, nimetoka kwenye mada kidogo lakini ni tanbihi, na napenda tanbihi hii itukuliwe si kwa mtazamo wa kimadhahabi. Fungua wakati utakapokufungua, lakini si sampuli zile za kushindana kama ambao kwamba sijui chakula kitamalizika ama kutakuwa kadhaa. Hayeti picture mzuri ile, hususa kwa watu wasokuwa Waislamu wale watasawar wakipita waone watu vile wakitizievo misikitini na wanamna wamezopiga maondo na mwingine ushishie tende tayari namna hini.
Yani uangojea tu ile tata, waona pengine kupeka mkono ni kuchelewa, sharti iketi hapa nga ile pap tende ingie. Si namna hiyo, wala sitasawar kwamba mtume alipokuwa akifanya haraka ya kufungua madhini alikuwa akifanya mambo yale. Sikanushi, lakini sioni ile picture na heshima ya bwana mtume na cheo cha bwana mtume cha tukuana kwamba uketizie hungoja kufungua madhini na hali namna ile, ambao ile hali ya ndaa ni hali yataka uione wewe uko katika kuvumilia, uko katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mambo yanayokhafifisha sakaratil maut ni kuhifadhi swala, kuziswali kwa nyakati zake, kuhifadhi nyakati za swala. Na leo katika maradhi yanayoikumba jamii zetu ni haya, ule ukweli wa mambo. Na sisi hutukua hizi ikhtiyari tukwambia, kwani lazima? Si lazima. Sinaweza kuswali saa 9 adhuhuri, yani mtu atakwambia sinaweza kuswali saa 9, sinaweza kuswali saa 8:30. Umwambia waweza kuswali saa 8:30, lakini ni sinaweza, iangalie natija yake imetufikisha wapi? Misikiti imekuwa mitupu, swala za jamaa zimekuwa hakuna tena. Imefika wakati imekuwa pia kumekuwa na tahawun. Wengi wetu wamekuwa pengine mara nyingi hatuswali kwa sababu waweza kunena si saa 2, si saa 2:30, si saa 8, kisha na swala huenda ikapita hivyo hivyo. Kwa hivyo ni muhimu sana katika zitu zinazochangia katika kuhifadhi sakaratul maut almuhafadha ala awqati salawati. Mwisho, hadithi imepokewa katika dua zinazosaidia sakaratul maut ni ile aya ya Mwenyezi Mungu inaonena, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Katika baadhi ya riwayat, mwenye kushikilia kuisoma aya hii, kuomba kwa aya hii mara kwa mara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humkhafifishia yeye sakaratil maut. Nitakoma katika masala ya mauti hapa. Tangu maana ya kufa nimeeleza, anayeua nani? Ni Mungu, ni Israeli, ni malaika, nikaeleza. Mauti ni kanuni, havuki mtu, nimeeleza. Huwaje mtu akifa ni ruhu huepukana na mwili, na mpaka sakaratul mauti na mambo yanayosaidia. Sasa tunaenda tuko hapa katika mauti, lakini twenda kwenye kipande cha kaburi ama kipande cha barzakh. Katika istilahi ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayamkuwa hali hii ya sasa ya baada ya kufa, ayamkuwa ni albarzakh, kabla ya akhira. Sababu sio kufa moja kwa moja twenda ulimwengu wa akhira. Mungu ametuwekea stage, lazima tuipite, na kila mmoja kwa wakati wake. Kuna wengine wataketi kwa urefu sana katika stage hii, kuna wengine hawatoketi kwa urefu, lakini mpaka siku kitakapokusimama kiyama. Mwenyezi Mungu atuambia katika suratul Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, na nyuma yao kuna hiyo barzakh mpaka siku watakao kufufuliwa. Sasa kaburi ni nini na barzakh ni nini? Na je, yako maisha ya kaburini? Na ikiwa yapo maisha ya kaburini, ni maisha aina gani? Ni maisha ya kiruhu au ni maisha ya kimwili? Na ikiwa ni maisha ya kimwili, ni mwili aina gani? Ni mwili ule alokufa nao mtu ukazikwa pale kaburini, au ni mwili sampuli nyingine? Na je, kuna adhabu katika kaburi
kuna na raha katika kaburi, au masala ni mpaka watu wafufuliwe siku ya Kiyama ndio kupatikane hisabu? Na ikiwa kuna adhabu katika kaburi, kuna na raha, ni adhabu aina gani na ni raha aina gani? Je, ni za kiruhu au za kimwili? Na ikiwa ni za kimwili, ni za mwili aina gani? Ni ule tuliozikwa nao au ni mwili aina nyingine ambao Mwenyezi Mungu atautengeneza katika ile kaburi? Kisha ni kweli haya masala ya kuulizwa kaburini? Na ni nani anayeuliza? Na ni nani anayeulizwa? Na ni yapi yanayoulizwa? Na je, kila mtu ataulizwa au kuna wengine hawaulizwi? Hayo ni kuhusu sualul qabr. Pia kuhusu adhabu na mbano wa kaburi, ni vipi mbano huu na ni mambo gani huchangia kupatikana dharubu hizi na ni mambo gani huondosha? Kisha mwisho, je, amali zinazofanywa huku mde zamsaidia kitu chochote ule aliyoko pale? Kama pale unapokwenda ukamsomea Fatiha kaburini, sijui ukamsomea nini, je, zile zamsaidia pale kaburini? Mimi sizungumzi masala ya peponi wala motoni. Pale kaburini zamsaidia kitu chochote au hazimsaidii? Nafikiri mpaka nukta hizi tukizimaliza ndio tutakuwa tumemaliza masala ya kaburi na barzakh. Nini barzakh? Barzakh katika lugha ya Kiarabu inamaanisha alhail walfasil, kitu chochote kinachokingamiza na kupambanua kati ya kitu na kitu kingine huwa mkuliwa barzakh. Sawa mpaka hapa? Hata ule waya ambao ndani ya ule waya kunatembea waya mbili, sio? Kuna phase na nini na neutral, sio? Sasa zile hazifai kudarana, zikidarana kutatokea matatizo. Ule waya unaungia kati, ukaipambanua waya hii na waya hii, ule waweza kuwa mkuwa ni nini? Ni barzakh. Hata ndio Mwenyezi Mungu akauliza, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban. Angalia pale mai ya mto yanapokuja kukutana na mai ya bahari, lakini ukiteka mai hapa ukaona ntamu, ukiteka hapa ukaona nini? Ni chumvi. Katikati kuna barzakh. Mwenyezi Mungu anena kama barzakh ile sisi hatuioni, si ya kimaterial. Katikati kuna kizuizi cha pambanua yale mai ya tamu kuwa chumvi na ya chumvi kuwa tamu. Bainahuma barzakhun la yabghiyani, hayaingiliani, hayatangamani. Hii ni maana ya nini? Ya barzakh. Yale maisha ya kaburini yameitwa barzakh kwa sababu ni steji inaopambanua baina ya steji mbili, baina ya marhala mbili, baina ya alami dunia na baina ya alamil, kwa sababu huwezi kutoka ulimwengu wa dunia through kapekwa akhira, haiwezekani. Ndio Mwenyezi Mungu akaweka maisha yale, ngoja msafara ukamilike, kwa sababu hisabu yataka kufanywa kwa pamoja kwanza, haitaki kufanywa nusu nusu. Waila ingelikuwa kila afao husukuma, ingelikuwa wengine hatukuona hisabu za wengine na wao hawakuona hisabu zetu. Mahshari yataka watu wote paruanja kwanza. Pili, hii waweza kunambia kwani ina tatizo gani? Inaweza kuwa haina tatizo, kuna nyingine tatizo zaidi. Hakuna ulimwengu wa akhira kabla hauyavundwa huu. Hakuna ulimwengu wa akhira kabla hauyavundwa huu. Sababu hiyo akhira ni huu utavundwa ujengwe upya. Sasa lau ilikuwa kila afao ataka kupekwa, apekwe wapi? Sawa mpaka hapa jamanini? Kuna mijadala. Lakini mimi kwa imani yangu bado pepo haiyaumbwa wala moto
hauyaumbwa, bali hii ardhi itabadilishwa. Yauma tubaddalu al-ardhu ghaira al-ardhi was-samawati. Aya iko wazi, siku ardhi hii mnaoishi itakao kubadilishwa itakuwa sio tena hii ardhi, na mbingu zitabadilishwa itakuwa siku sio tena. Hapo zitandruliwe, zitandikwe tena upya, itavundika hii nidhamu yote. Sasa wale wapekwe wapi? Ndio Mwenyezi Mungu anambia, la, nyinyi ketini hapa kidogo, ngoja msafara ukamilike, kuye sasa idha zulzilatil ardhu zilzalaha, ardhi zivundike, nyota zipuputike, majiwe yaanguke, moto urorome, bahari ziwake zikauke. Yale yote takao kuyavunda, ile ni preparation, si kuharibu. Ni wewe umekuya bwana, nyumba yangu hii ni bwana imekuwa matata, hata niivunde niinue kitu kingine, sawa mpaka hapa. Kwa hivyo ukavunda, lengo lako ataka kujenga palace la kisawa sawa sasa zaidi ya lile lilokuweko. Kwa hivyo ni kuvundwa ulimwengu na kufanywa preparation za kuundwa mengine, kwa sababu baadhi ya nadhariyat hizi, si wahi inaozungumza sasa, baadhi ya nadhariyat ni kwamba zile nyota na mamilioni ya nyota zitaanguka. Zitaangukia wapi? Zitaangukia hapa kwenye ardhi. Zikiangukia hapa kwenye ardhi, kuna uwezekano, mimi nazungumza kwa wataalamu wa wanasayansi ndio na maneno haya, kuna uwezekano hizi zikaungana kama zilivyokuwa mwanzo pamoja, kukatokea mlipuko, zikapambanukana. Weza ukaungana, ardhi kaungana na mirihi na kuna nyota ni kubwa kushinda ardhi mara 1000, sawa mpaka hapa. Kisha zikiungana zataka kupikwa ziwe, kisha zirudi ziwe ni ulimwengu mwingine ambao itakuwa ni ardhi kubwa mara milioni kuliko ardhi hii. Sasa hapo mwenye swala lake yaulize, itatosha nafasi? Upepo itatosha kuwawanywa watu wote? Ni eka, ni eka 5, ni eka 10? Hapo nafikiri waweza kuwa na swala hilo ukauliza. Wakati umekwisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituafikia, kesho na kesho kutwa, natumai siku mbili hizi tutazungumza kuhusu masala haya. Na tangazo leo tarehe 18 kupambaukia tarehe 19, kwa mujibu wa kauli na riwaya zilizopokewa kutoka kwa Ahlul Bait, ndio siku hizi zinazotarajiwa zaidi Lailatul Qadr. Wala Lailatul Qadr haijulikani ni lini, tarehe 19 kupambaukia 21, kupambaukia 23, bali baadhi ya riwayati yasema ili 10 la mwisho lote witri la 10 la mwisho, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Kwa hivyo sisi hapa msikitini Swafaa, kulingana na nidhamu zetu, huwa twahuisha usiku huwa leo kupambaukia kesho, na wa 20 kupambaukia 21, na wa 22 kupambaukia 23. Twaanza saa 4 kamili ya standard mpaka kitu saa 7:30 au saa 8, kwa wale ambao watapenda kujiunga na sisi katika ibada na kuomba dua. Hakuna khutba, hakuna chochote, ni kufanya ibada na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usiku huu ambao ametuambia Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, tukitumainia tutapata mambo kama haya. Kisha pia kuna amali zinazofanywa katika usiku huu ni nyingi, na huwa zimekuwa kwenye vitabu tofauti. Nimejaribu mara hii haraka nimetengeneza kitabu ambacho kina na maelezo kidogo ya Kiswahili katika zile dua na amali zinazofanywa katika siku hizi za layalil qadri. Kitabu hiki kinapatikana hapa Swafaa, kwa kitakao tunakiuza kwa bei ya shilingi 100, ambao kina mwongozo wote wa masiku ya layalil qadri na maelezo ya Kiswahili namna ya kutekeleza amali hizi. Kwa hivyo yoyote atakayekutaka hichi kitabu atakipata. Na maswali yamekuya, lakini kulingana na wakati na mpaka niketi niyasome yatazidi kurefusha, nitamwomba wale walionetea maswala anipe nafasi niyasome kesho insha Allah Taala. Nitamjibu Mungu akinipa uhai na uzima. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.